Sawa, umenifanyia ulionifanyia, basi niache niondoke. Mimi ni kama mwizi nilioibiwa. Nina uchungu. Nataka nikuue. Hivyo naomba nikuulize. Kwa nini unanifuatilia kwenye ndoto zangu? Nini unachokitaka kwangu? Yasmin, siwezi nikakuruhusu tena umfanyie ubaya huyu kijana. Kama unataka mashambulizi, pambana na mimi. Kama naweza mashambulizi, nipambane na wewe. Usijali. Tutapambana mimi na wewe. Tutajua mwanzo mwisho. Usiogope. Kama alivyokuambia mzee Chembe, inabidi uende mbali, tena mbali sana. Na kuhusu hawa watu usijali, nitakuwa naye bega kwa bega. Unaweza ukaenda. Hivi mbona sielewi mazingira? Manake kuna mabadiliko makubwa kiasi kwamba ananishangaza, alafu sio kwa muda mrefu sana. Nini kinaendelea? Yaani baba mdogo, tangia baba na mama walipofariki, yaani kila kitu kimevurugika. Mama alikuwa anadaiwa madeni mengi sana, kwa hiyo kuna siku alikuja wanamdai madeni, wakabeba kila kitu ndani. Oh. Sawa. Unaweza kuniambia kaka hapo anashughulika na nini? Yaani baba, kaka hata sijui anafanya biashara gani. Na kila siku aga nikimuuliza anafanya shughuli gani, hataki kuniambia. Anatoka asubuhi anarudi usiku. Na nikimuuliza tu anaanza kunifokea. Na kingine, matokeo kwa mfano alipotoka, nimwambia kaka nipeleke chuo, kakataa. Basi nitafuta kazi ya kufanya, amekataa. Sijui hata shida gani na mimi kaka huko. Oh. Unataka kazi? Sawa. Muda wako ukifika kukutafutia kazi, utaifanya. Ila kwa sasa hivi nilichokuwa nataka kukijua ni kuhusiana na kaka yako. Shughuli gani anafanya? Lakini haina tabu. Unaweza ukaenda kwa sababu mimi safari yangu ilikuwa ndefu sana. Kiukweli nimechoka. Sijapata hata muda wa kupumzika. Sawa. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea. Odi. Wenye odi. Karibu. Karibu. Asante. Shikamoo. Marahaba. Za nyumbani? Nzuri. Karibu. Asante. Nimeagizwa na mume wangu mzee Manembo kuletea mzigo. Asante mwanangu, mzigo umefika. Karibu sana. Haya, mimi naenda mama. Mama, mbona unacheka? Au nimekosea? Hapana, hujakosea. Ni mabinti wachache sana wanaokaa katika ndoa zao. Tena ninakupa hongera sana. Endelea kumtunza yule bwana. Mama bwana. Haya, asante. Haya. Ama kweli dunia ada, ulimwengu ni shujaa. Swaibangu kufanya kitendo kama kile, anakula kuku na mayai yake kabisa, yai lako mwenyewe ukalile. Niache wenzangu, ile kwangu mwenyewe ananishinda. Kila mtu labda ananigula mimi. Kwa Kiepe,
kumalizia mazungumzo yetu mimi na wewe ndani, umeona haitoshi, umekuja hapa nje. Tulichozungumza ndani nadhani tumekosa maelewano na ndio maana nimeamua kuja kukaa hapa nje. Lakini pia unatakiwa ujue kwamba sidhani kama nitabadilisha msimamo ama maamuzi. Kwa sababu ni muda mwingi umepita sana nipo kwako. Sioni ambacho nakifanya. Ni vitu vingi ambavyo mimi napitia. Majaribu aina mbalimbali, lakini nimekuwa nikikuelekeza, ni mtu ambaye unisikilizi. Uko busy na mishe zako, una time na mimi. So sidhani kama nitabadilisha uamuzi. Kwa sababu ningekuwa nyumbani kwangu ningekuwa nishafanya vitu vikubwa sana na maisha yameendelea. Unahisi hapo kwa mimi naingiza shilingi ngapi? Zaidi ya upoteza muda wangu. Kwa hiyo hadi zako ambazo hazina mwisho sidhani kama tutaendelea mimi kuzivumilia. Uliniahidi utanitia simu, hata kama ukitoka na kuwa na peruzi na angalia vitu vya mtandaoni. Lakini mambo yamekuwa ni 0-0. Are you serious? Kipi? Hebu punguza hiyo tempo yako basi kwanza. Umenitoa ndani umeleta hapa nje ili tuongee. Sasa unapoongea hivyo kwa sauti unajua kabisa binti yangu ipo ndani. Unamaanisha nini? Unataka sikie ili iweje sasa? Unavyokuwa na tempo hivyo nadhani mimi nashindwa kuwa na tempo kama hiyo. Nisikize nikwambie kipi. Kuhusu ile swala la simu mimi nitakuchukulia. Na kingine, hebu futa hizo mada za kwenda nyumbani basi. Hebu naomba uwe mvumilivu japokuwa kidogo tu. Hicho kitu unachotaka kutoka kwangu mimi utakipata. Ila naomba univumilie. Una nini kwani? Au mdudu gani amekuingia kwenye kichwa chako? Wewe unajua mimi nimekupangia nini huko mbele ya safari? Eti kipi? Mazungumzo yanatoka kwenye kinywa chako upo sawa, kwa sababu yanatoka ulipi kodi wala loko. Hivi swala kumwambia mwanaume kwamba tempa anazungumza sio kwamba wewe uwezi. Najua nipo nyumbani kwako, sina mamlaka. Nakubali, lakini pia kutoka ndani kuja kuzungumza hapa na kuheshimu, naheshimu familia yako, najua ndani kuna mtoto. Kwa hiyo sikutaka asikie mazungumzo ya mimi na wewe, maana ni ya mizozo. Naomba niingie ndani nikapumzisha akili yangu, na sisi sawa. Okay, haina shida. Lakini kabla hujaingia ndani, I want to kiss you. Sipo sawa. Nimekutoa kokote kukuleta hapa ili ujue jinsi gani mimi naweza kufanya kazi. Amefanya nini huyo? Huyo dogo ametembea na mke wa bosi. Alafu mtaani anajirusha, yani anaongea vitu vya ajabu ajabu, anachekelea. Kwa tumemkamata, tumemleta hapa. Tia mibichwa, tia migumi, ndio tunavyomuona bali katika hali hiyo. Na hii kazi imefanya watu wangapi? Hiyo kazi nimefanya mimi, Baruza na bosi mwenyewe alikuja hapa. Lakini kabisa first one mimi ndo kila kitu. Yaani nyinyi watu watatu mnafanya kazi ya kumteka mtu mmoja? Wanaume watatu. Wakati mimi mwanamke mmoja tu ukinipa hii kazi naifanya nikiwa mwenyewe. Haya, mfungulie aende. Nimfungulie aende? Kivipi? Hey, bosi akijua? Au akimuona mtaani huko? Rubanza akimuona mtaani itakuwaje? Simfungulie. Huyo wakufa hapo hapo.
Muda mwingine mnafanya kazi ambazo hazina faida. Mimi siwezi kufanya kazi ambazo hainipi hela. Nikikuuliza wewe anakupa nini? Utaniambia anakupa nini wewe? Muda mwingine mnajihusisha kufanya mauaji ambayo hayana maana yoyote. Hebu mfungulie aende bwana. Ni kweli unachokisema. Wewe dogo. Wekenge maji. Unisikilize vizuri. Tunakufungulia hapa. Usionekane katika msitu huu wala mtaani. Na nikikuona hicho kichwa chako kitakuwa rari yangu. Mimi nishamaliza. Blaza, naumia sana. Shingo yangu nauma. Maumivu nayapita ni makubwa sana. Naomba nifungulie. Hey! Unalalamika nini? Oa vipi Sela? Freshi. Wewe mwenyeji mitai au folena kama mimi? Mimi folena ndo mwanangu, kwani vipi? Mimi huko nilipotoka na mazonge kibao. Sasa kama vipi hapo wenyewe? Tutafute dosho tujipigilie alafu tuongee vizuri achuzi. Misha kwamba mwanangu mimi folena tunaingia wapi sasa, mbona pagaa? Embo acha mapepe sana, wewe unaogopa nini? Wewe twende huko huko tutajua mbele kwa mbele tunaenda kujipigilia wapi, acha mapepe. Baridi tucheze. Mwanaume, hebu kaza wewe. Tumeshakwambia tunakuachia. Ila tunakupa onyo. Tukija tukisikia habari zetu, hatutakuteka tena bali tutakumaliza hapo hapo tutakapokukuta. Dada. Msiwezi kusema chochote. Chomba tu kunifungulia niondoke. Fungulie. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea, uchawi umekita. Shikamoo. Marhaba. Bila shaka wewe ni shehe? Hapana, shekhe ni daraja kubwa sana kwa Allah. Mimi ni ustazi tu, na maanisha ni mwalimu. Mimi sio mwenyeji wa huko, ila tumekuja na bla zangu kikazi.
Mimi nimekulia kwenye familia ya dini, ila kutokana na upambanaji wa hapa na pale nimeona naelekea kupotea. Sababu nimekutana na wewe, najua wewe kwangu ni mtu sahihi ambaye unaweza ukanirudisha kwenye njia sahihi. Mashaallah. Mimi nikwambia hujakosea. Na hapa tulipo si mahali pake. Kama ukihitaji hivyo, basi njoo katika msikiti hapo mbele. Mambo yote yatakaa sawa kabisa. Asante sana. Mimi nitajitahidi kufika hapo msikitini. Basi inshallah. Na nikukumbushe, kwa kuwa umeamua kurudi kwenye dini upya, ukikutana Muislamu mwenzako, mtolee salamu aliyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kusema assalamu alaikum, yani amani iwe nawe. Sawa. Basi nikutakie mchana mwema. Habari ya saizi mama Chaupele. Hivi mzee Manembo, unajua dunia ina siri eh? Hivi wewe kutembea na mwanangu kweli nilomweka mimi tumboni kwangu miezi 9? Sasa kama huyo mume wako alishindwa kukupa mimba, mimi nimekuheshimisha nikakupa mimba. Kwa msaada ambao nilikuwa nakupa, nilikuwa sikupi bure, nilikuwa nakupa na faida. Na faida yake ni huyo mtoto ambaye anaitwa Chaupele. Wapi nimekosea? Wewe mzee mpombavu eh? Unapata ujasiri gani wa kutembea na mwanao? Mimi kama mama na uchungu na mwanangu. Unapata heshima gani ikiwa wewe kama baba kutembea na mwanao kweli? We. Emkoma, ishi hapo hapo. Kazi ambayo nilikupa mimi ni kuzalia mtoto, na sio kuja hapa na kwanza kunilalamikia. Sasa unasema mimi nimetembea na huyo mtoto. Kipi cha ajabu? Mbona kuku wanafanya hivyo? Wanyama wanafanya hivyo. Mimi ndo nimekuwa kwanza. Unasemaje? Mama Chaupele, unataka kufanya nini? Kaa ukijua kwamba mimi sio mtu mzuri na wala sijai kumwacha mtu salama. Hicho ambacho unataka kukifanya, nenda kakifanya huko sehemu nyingine, na wala sio hapa nyumbani kwangu. Asalama kanyola walai. Haya, unaweza ukaondoka. Sawa, mimi naondoka kwa vile nipo katika himaya yako. Lakini hili lazima nilifanyie utatuzi. Emkoma kwanza. Acha kuzungumza hizo kauli zako katika nyumba yangu. Haya, haraka sana, ondoka hapa. Amepata hapo ujasiri wa kuja hapa nyumbani kwangu na kuanza kunitishia mimi. Mimi naitwa Mwamba aka Manembo. Ninaweza kufanya kitu chochote. Lambwisi lambi. Huyu ni kisokolo kwinyo tu. Baba mkubwa, habari za hapa? Umerudi mama? Nimerudi baba. Habari safi. Haya, vipi? Kazi niliyokupa umeifanya ipasavyo? Kazi ulionipa baba nimefanya vizuri. Na katika mafanyaji yako hakuna kinyingilika pwede yoyote aliyekuona? Bila shaka hakuna aliyeniona, maana niliangalia mazingira yote yalikuwa vizuri. Lakini wakati natoka kisimani kurudi huku, nilikutana na watu wawili. Ila sina uhakika sana kama watakuwa waliniona. Ngoja, mimi baba yako ndio mwito wa matatizo. Hakuna aliyekuona mama. Yaani mimi nakutegemea wewe. Maana umri wangu chako unakwenda. Lisiku lolote. Wocha uyoga. Oho, koja gari awile.
ni bioko bakeba kwako kwale mulikaburi. Sasa nitakapokupwa mikoba yangu yote na vitu vyangu vyote vinavyohusu uchawi nataka nikukabidhi wewe, na kama sio wewe basi nitampa mwanangu yule mdogo wako. Na yuko wapi yule? Wakati natoka kwenda kisimani aliniaga naenda dukani. Sasa nadhani sasa hivi atakuwa njiani anarudi. Sawa. Sasa malango gako, makutu gako ubeke mwisho. Ninachokitaka ukiwa wewe salama na mwanangu awe salama. Nahitaji wewe uwe mlinzi, umlinde. Maana ile sumu tuliyoweka kule kisimani ni kwa sababu ya wanakijiji tu. Sihitaji familia yangu ichecheke. Itakapomkuta janga lolote mwanangu, mimi na wewe tutakula sahani moja. Mimi nikutoe shaka baba katika hilo. Mdogo wangu halitamkuta jambo lolote lile. Na baadaye baba, nina mazungumzo makubwa sana na wewe. Ila kwa sasa naomba nikaandae kwanza chakula, alafu nikimaliza nadhani tutazungumza. Uenda utereka? Haya wete, nenda kateleki. Haya baba. Ninenga nibindala. Nyanduyo baba ikukoya. Yana lyango mwenero. Yando yenda kati kwa ngoko kwale bata. Walongo. Linda, Limoka, Xiaomi, Litakasamu. Linda, Limoka, Xiaomi, Litakasamu. Linda, Limoka, Xiaomi, Litakasamu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nakushukuru Mola wangu kwa kunibariki hizi nguvu ambazo umenipatia pamoja na upeo wa kujua lijalo. Nipo kwa ajili ya kusaidia waja wako ambao wanataka kuangamizwa. Naomba unisimamie Mwenyezi Mungu na uzidi kumpa nguvu yule kiumbe ambao umenipatia kwa ajili ya kushirikiana naye kwenye hili. Allahumma amin. Hivi dada yule mbibi uliniambia ana shida gani na familia yetu? Tumemkosea nini mpaka anatufanyia hivi? Yaani wewe mdogo wangu usichokijua, asili ana sababu. Na hii ni dunia. Si unanielewa? Dunia ya dawa. Mtu mbaya atafuti sababu hata siku moja. Akiona tu familia imetulia au watu wametulia, anataka kuingia hapo hapo ili aiharibu, tupoteze hela. Alafu dada, kuna kitu nimekumbuka. Bajazi aliniambia atakuja nyumbani na mazungumzo na wewe. Sasa sijajua ni leo au ni lini. Hivi wewe, hebu niangalie. Nivunja shingo. Hivi mdomoni mwako huyo Bajazi atoki?
Muda wote Ubajaza amekukaa mdomoni mwako. Hivi Ubajaza ana nini? Ana kitu gani kikubwa? Sasa dada, hapo kosa langu mimi nini? Kosa lako kumtaja Bajaza upo na mimi hapa. Puuzi wewe. Kazi yake Ubajaza kupaka tu piko kichwani. Ana nini Ubajaza? Haya, jifumue mwenyewe. Mpuuzi mkubwa wewe. Hebu. Dada. Sawa na changamoto, lakini dada unapaswa unisikilize. Imechafuka, mioyo imepotea, maovu yanafanya sherehe mchana kwea. Dasima, habari? Safi wema. Kwema. Kuna muda nimekusikia unalia. Una tatizo gani dada yangu? Wewe acha tu mdogo wangu na leo. Kuna mambo mimi yananiumiza. Nimechoka kukaa ndani. Na kila nikitaka kutoka, mjomba ananisema. Nikienda huku mjomba ananisema. Na unapotoka kwenyewe unakutana mauzauza, mara si bibi gani, mara si nini. Yaani mambo ya ajabu ajabu hayaeleweki. Alafu, hili swala ambalo la kutoka limeshamili sana. Shida ni nini? Niambieni basi nyie ambao mlikuwa hapa nyumbani. Unakumbuka siku ya kwanza ulipofika? Nilipata matatizo Basi dunia ina mambo. Hapa kuna mambo makubwa yanaendelea ndugu yangu. Lakini sisi watoto vichwa vyetu vigumu. Tukiambiwa hatusiki. Tunataka kutembea angalau tunapata matatizo. Kwa kweli dada yangu, mimi baba atanisamehe. Kwa upendo wangu itakuwa ni ngumu sana. Na kama ananizuia nisitoke, basi aniruhusu nikapange. Kwenye hilo mimi si neno. Ndio jukumu lako na la mjomba. Haya Dasima, mimi natoka zangu mara moja. Kwa hiyo sikio kufa ambalo alisikii dawa. Yaani tumekataa kutoka na bado unatoka. Mimi ninapopenda kuzurura. Kwa hiyo baba atanisamehe. Kwa heri ndo natoka. Memena. Unawaza nini mdogo wangu? Nitawaza nini kingine zaidi ya maisha? Maisha? Utu uzima si kukua na kujiamulia maamuzi unayotaka wewe. Utu uzima ni kukabiliana na changamoto na matatizo yanayotokea mbele yako. Ukiamaliza huo ndio utu uzima kamili. Naelewa Dajose. Kuna muda natamani nisiwaze. Ila akili yangu haitaki kuyaacha mawazo. Sasa nitafanya nini? Hali ya kuwa mimi ndo chanzo cha yote haya. Pamoja na kuwaza, ila mimi nimepata wazo pia. Wazo gani? Mimi naona bora nikakae na Kata ili nikupunguzie mzigo. Mwewe. Yaani mimi nikajua tunaongea hapa vitu vya muhimu tuweze kutatua tatizo tulilona mbele yetu. Unaanza ondoka na Kata. Nitakupiga bonge bao. Tena usinijaribu. Unajua matatizo kukaa watu wawili wewe. Yule si mmekutana ukubwani. Tena usinivuruge, sawa? Takupiga usura mpaka wakati ashindwe kukutazama usoni. Naingia ndani nifuate. Sio na kukaa hapa unaanza mambo ya jinga jinga tu. Umefanya jambo zuri sana kutoa sumu kwenye yale maji. Maana umewasaidia wanakijiji wa hapa. Kwani mzee Koja alitaka kuwateketeza wanakijiji wote wa hapa. Ili lengo lake awe ni mtawala mkubwa na mtu yote asitie kauli katika maamuzi yake. Sawa.
niseme kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kulishinda hili. Pia nafurahi sana uwepo wako, maana sijawahi kujutia, na nitakuwa pamoja na wewe kwa kila hatua nikihakikisha tunalishinda hili. Sawa. Ila Siwa bado anaumwa sana, yaani sana, sio wa kurudi leo wala kesho. Kwa hiyo inahitajika umakini mkubwa kwa mabinti waliokuwa nao nyumbani, ili wasiingie katika mtego kama anaingia Siwa. Mwenyezi Mungu abariki mpwa wangu Siwa awe sawa. Na pia kuhusu mabinti ambao niko nao nyumbani, nitawalinda ipasavyo. Pamoja kuwa anayeniumiza kichwa sana ni yule mwanangu Nolelwa, maana yule ndo hasikii, na kilichomfanya awe hivi ni kulingana na utandawazi ambao alionao. Si unajua tena hawa watoto wakishatoka hapa na kwenda kwenye miji ambayo tofauti, na hivyo visomo ambao kwa wameenda kuvisoma, hata mavazi ambayo anayavaa sipendezewi nayo. Lakini tu ni kuahidi nitawalinda na nitamnyosha anyoke katika njia anayohitaji. Kwa neema sana. Sawa. Chendo mtetezi wa kila mnyonge, ana macho kama moto waka usiku, kwa sauti ya simba anapiga ngurumo, wachawi wanatetemeka, hakuna pa kujificha. Wewe uelewi kaambia kitu. Dada alikwambia nini kuhusu kuja hapa? Tumetoka kugombana sasa hivi hapa, tumetoka kuongelea wewe. Na wewe tena umerudi tena hapa. Asa na wewe. Ukiwa unasema hivyo nakosea. Mimi naelewa kwa dada yako kaniambia nisije. Lakini wewe unanifahamu kwa mimi nakupenda. Alafu nimekuja hapa ili tuamalize mambo yakae sawa nikoe. Asa shida hapo iko hapa. Alafu sichokijua dada yako anakubania riziki. Haiwezekani katokea mwanaume anataka kukuoa, hataki. Asa shida iko wapi hapo? Itakuwa ananitaka. Atakuja kuolewa yule, atakuacha wewe peke yako hapa, utaenda wapi? Wewe. Dadangu namheshimu sana, usifikie huko. Sijui unaelewa? Nisifike huko wapi? Mimi nishafika hapa zuu, acha noma bwana. Wewe kiziwi? Wewe kizuiani? Wewe king'ang'anizi wewe? Wewe hapo kama kuku kiamba toka, unasogea pembeni afu unarudi hapo hapo. Wewe naona unijue. Wewe unajitoa fahamu, pumbavu mmoja. Oya, dada yako ipo serious au? Oya, mwambie. Mimi binadamu sina kwanza. Mimi mwenyewe nitamwamshia vagi huyu. Oya, unataka kuona unasemaje? Wewe unasemaje Unasemaje? Nzuri bwana nitia hivyo. Nzuri bwana nizalisha tu. Imechafuka, mioyo imepotea. Wewe ndo mbaya yangu nilokuona kwenye runinga yangu. Umenichukulia kiburu changu. Sasa nataka nikubandanishe hapa mpaka babako aje hapa na yeye nimuonyeshe kazi yake. Ya Allah sahamahu mahmud jiga. Mimi mjinga? Hujanijua Sasa nataka nikuonyeshe ujinga wangu. Mahe mautu makuntanta mama shehe subhahal. Mahe mautu makuntanta mama shehe subhahal. Imechafuka, mioyo imepotea. Maovu yanafanya sherehe mchana kwea. Uchawi umekita kama mti wa miiba, na kila mtu anaogopa hata kivuli chake.